Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel na Iran zinaendeleza mashambulizi kwa kila upande. Lakini wakati huu Israel ambayo ilidai kwamba imeharibu miundombinu ya silaha na mpango wake pia ni kuharibu miundombinu ya nyuklia, lakini bado Iran inatumia makombora yake mfano wa Emad, Ghadir na Khaybar Shekan ambayo yanatumiwa na Iran dhidi ya Israel. Sasa nataka kukufahamisha haya makombora yana uwezo kiasi gani, kiasi kwamba yanaweza kuiteketeza Israel kama ambavyo inaonekana katika video mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari vya Iran, kitengo cha anga za juu cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimetumia mifumo mbalimbali ya kisasa ya makombora wakati hujuma za ulipizaji kisasi dhidi ya Israeli iliyopewa jina la Operation Ahadi ya Kweli namba 3 iliyoanza siku ya Ijumaa usiku kuelekea Jumamosi. Kwa mujibu wa Press TV, makombora ya Emad, Ghadir na Khaybar Shekan yanatumika katika mashambulizi ya hivi karibuni yaliyolenga miji, ngome za utawala wa Kizayuni na za Israel na katika miji inayokaliwa kwa mabavu ya Haifa na Tel Aviv. Ni makombora ya aina tatu ambayo yanatumika wakati huu pamoja na baadhi ya ndege zisizokuwa na rubani. Lakini tuanze kulitambua kombora la Emad na usahihi wake wa hali ya juu. Hili ni kombora la masafa marefu ambalo linafahamika kama Emad na ni toleo lililoboreshwa la Ghadir na lina mfumo wenye usahihi ulioimarishwa wa kulenga shabaha. Lilifanyiwa majaribio na kuanza kutumika mwishoni mwa mwaka 2015 na kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la Iran, Emad lina uwezo wa kuongozwa kwa mbali zaidi kufikia kwenye shabaha na hivyo kulifanya kuwa kombora la kwanza la Iran linaloongozwa kwa usahihi wa hali ya juu. Kombora hili la Emad ambalo hutumia mafuta ya kioevu na lina urefu wa mita 15.5 na uzito wa kilogramu 1750 lina uwezo wa kuruka masafa ya kilomita 1700 na zaidi ya 2000 na linajivunia na duara ya uwezekano wa kosa wa CEP ni la mita 50. Hii inaashiria uwezo wa kiufundi wa hali ya juu katika kuhakikisha shabaha inafikiwa. Ni kombora jingine ambalo limetumiwa katika vita hivi ndani ya siku 4 hizi ni pamoja na kombora la Ghadir ambalo ni kombora la masafa marefu lililozinduliwa tangu mwaka 2005. Ni toleo lililoboreshwa la kombora la masafa ya kati la Shabah-3 ambalo limekuwa likitumika nchini Iran tangu mwaka 2003. Hili ni kombora la hatua mbili, ikiwa na hatua ya kwanza inayoendeshwa na mafuta kioevu na hatua ya pili inayoendeshwa na mafuta ya mango. Kuna aina tatu za kombora la Ghadir ambalo ni Ghadir-S lenye masafa kilomita 1350, lakini kuna Ghadir-H lenye kilomita 1650 na Ghadir-F lenye kilomita 1950 ambalo pia lina uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita 2000 pia. Likiwa na urefu kati ya mita 15.86 na 16.58 na kipenyo cha kiunzi cha anga cha mita 1.25. Ghadir lina uzito kati ya tani 15 hadi 17.5. Kuongezeka kwa urefu wake likiunganishwa na Shahab-3 kunawezesha kusheheni matangi makubwa ya mafuta na vioksishaji likibeba kilogramu za ziada 1300 hadi 1500 za propellant na kuwezesha injini kuwaka kwa sekunde 10 au zaidi na zaidi. Ili kukabiliana na uzito huu uliongezeka, kiunzi cha anga cha kombora hili kimejengwa kwa kutumia alloy nyepesi za alumini kupunguza uzito wake wa takribani kilogramu 600 ikilinganishwa na muundo wake wa chuma. Uzito wa kichwa cha kombora hili la kivita ulipunguzwa kutoka kilogramu 1000 hadi 650 na kupanua masafa ya kombora kutoka kilomita 1200 hadi kilomita 2000. Ghadir pia linajivunia muundo wa kichwa cha vita kinachobadilishwa na kuwa na umbo la chupa ya mtoto ambayo inaboresha zaidi na kuwa na usahihi pamoja na mfumo wa hali ya juu wa uongozi. Muundo huu unapunguza duara la uwezekano wa kufanya makosa, lakini pia linaashiria maendeleo makubwa katika uwezo wa kulenga shabaha. Lakini kombora jingine la tatu ambalo limetumika hadi wakati huu ni kombora la Khaybar Shekan. Hili ni kombora lenye uwezo wa mashambulizi ya kimkakati. Ni kombora ambalo wa Iran wamelitumia katika mkakati wa mapambano dhidi ya Israel. Kombora hili la Khaybar Shekan ni kombora la masafa ya kati lililoundwa kwa mashambulizi ya kimkakati na limeonyesha ufanisi
Katika mapigano ya awali, matoleo ya Khaybar Shekan -1 na Khaybar Shekan -2 yanasemekana kuwa na uwezo wa kupenya mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ya Israel ikiwemo Arrows 3 David Sling, lakini pia hata ulinzi wa kisasa wa Iron Dome na hata ule uliotoka Marekani, ulinzi wa anga wa THAAD. Uwezo huu ni wa kutisha kwa adui yoyote anayetegemea mifumo hiyo ya ulinzi. Likiwa na masafa kukadiriwa takribani kilomita 1450 sawa na maili 900, Khaybar Shekan linaweza kubeba kichwa cha kivita cha kawaida na kisicho cha kawaida na kulifanya kuwa hatari sana. Linatumia teknolojia ya hali ya juu katika kuongozwa, ikiwemo mfumo wa kubadilisha mkondo wakati wa kutua. Iliundwa kukwepa mifumo ya ulinzi wa makombora, na kombora hili linaendeshwa na injini ya hatua 2 ya mafuta ya Mango na inawezesha utayari wa kurusha haraka ikilinganishwa na makombora yanayoendeshwa na mafuta ya kioevu. Kombora hili linaweza kushambulia shabaha za kimkakati kwa usahihi kama vile miundombinu muhimu na kambi za kijeshi ndani kabisa mwa eneo hilo la maadui. Wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya utawala wa Israel lilianza Ijumaa usiku kufuatia awamu ya awali ya operesheni ya kulipiza kisasi iliyozinduliwa Ijumaa. Operesheni hiyo ni jibu kwa mfululizo wa mashambulizi ya kigaidi ya Israel katika miji tofauti ya Iran ikiwemo Tehran, ambayo ilianza Ijumaa alfajiri na vilevile Jumamosi na hata Jumapili, na kusababisha kuuawa kwa makamanda wengi waandamizi wa jeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wakiwemo watoto. Operesheni hii ya kijeshi isiyokuwa ya mfano inafanywa chini ya jina la ya Ali bin Abi Talib, ikiambatana na hafla ya Eid al-Ghadir. Idara ya mahusiano ya umma ya IRGC ilitoa taarifa ikithibitisha kuwa kitengo chake cha anga cha juu kimeanzisha awamu hii mpya ya operesheni kama jibu la moja kwa moja kwa uchokozi mpya wa utawala wa Israel. Mtazamaji wa The World News, baadhi ya vyombo vya habari vimeeleza shambulio la hivi karibuni la makombora haya matatu kama shambulio kubwa zaidi la makombora lililowahi kufanywa na vikosi vya jeshi la Iran dhidi ya utawala wa Israel, na kwamba Israel haikuwahi kufanywa mashambulizi kama haya ambayo yamefanywa ndani ya siku hizi tatu. Lakini mtazamaji wa The World News, tutakuja kukujuza makombora mengine iliyokuwa nayo Iran ambayo yana uwezo wa kuifikia Israel, lakini pia yana uwezo wa kufanya mambo mazito zaidi. Ikumbukwe, kabla ya vita hivi kuanza siku ya Jumatano ya wiki iliyopita, Israel ilizindua kombora lingine la lenye uzito wa tani 2. Kombora hili bado halijatumiwa na tutakuja kukujuza zaidi hapo baadaye. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na usisahau kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.